Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu Islam na watazamaji wote kwa ujumla na Islamu wote wananisikia mahala popote pale walipo. Mimi kwa majina naitwa Ustadh Kes Sadik Fadhi Rubaba. Ni mzaliwa wa kijiji cha Kiganza, mkoa wa Kigoma, nchini Tanzania. Kwa hapa napoongea niko Zanzibar Mitondooni, msikiti wa Isa ibn Maryam. Napenda kutoa sadaka yangu kwa Waislamu wasaidie popote walipo. Mada yangu nitaelezea namna alivyopatikana mwanadamu, amepatikana vipi, na ndani ya Qur'ani yetu kuna aya mbili, ingawa ziko aya nyingi. Moja inamwelezea tumemuumba mwanadamu kutokana na udongo, na nyingine inasema tumemuumba mwanadamu kutokana na maji. Je, kwa aya hizi mbili Allah hapa ipi sahihi? Mwenyezi Mungu anapingana au aya hizi zinapingana? Jibu hapana, kila moja inafanya kazi kwa wakati wake. Allah aliposema tumemuumba mwanadamu kutokana na udongo, ni baba yetu Nabii Adam. Yeye ndiye aliyeumbwa kwa udongo, tena udongo tofauti tofauti, wa mfinyanzi, wa kawaida na tifutifu. Lakini aliposema tumemuumba mwanadamu kutokana na maji, ni sisi watoto wa Nabii Adam. Njia inayopatikana si kupatikana ni njia ya maji, lakini asili ni ile ya udongo. Tukianza kwa baba yetu Nabii Adam, Mwenyezi Mungu aliposema tumemuumba mwanadamu kutokana na udongo, ni kwamba Allah alituma malaika mbalimbali kuchukua udongo sehemu mbalimbali duniani. Wakauchukua. Baada ya kuchukua ule udongo, tayari ukatengenezwa, ikapatikana fuvu. Katika udongo uliochukuliwa sehemu tofauti tofauti, ule udongo wa mfinyanzi, kwa maana ya kichuguu, ambaye ni mgumu kwenye kunata, ule udongo ulitumika kuumba maeneo ya kichwa, pia na kwenye nyonga ya kiuno. Ndiyo maana utakuta maeneo udongo wake, maeneo yake ni magumu kwenye eneo la fuvu la kichwa na mfupa wa nyonga ya kiuno. Ni udongo uliotoka maeneo ya mfinyanzi. Na ule udongo laini ndio uliotumika kuumba maeneo ya tumbo. Ule udongo kwa sababu ni laini ukawekwa maeneo ya tumbo. Ndio maana asili ya tumbo unaweza ukala ukashiba, baada ya muda mfupi ukajihisi njaa. Sawa na mchanga, ukimimina maji muda fulani analoana, ule mchanga unaloa, lakini baada ya muda kadhaa tayari maji yanafutika. Ndiyo maeneo ule mchanga na udongo uliotumika kuumba maeneo ya tumbo. Allah alipomtengeneza Nabii Adam akawa ni mwanadamu sasa amekamilika, baada ya jawa mwanadamu kamili likawa ni fuvu. Basi Allah akamwambia malaika wake, mimi nataka niumbe kiumbe duniani. Wale malaika wakapiga kelele, ya Rabbi, unataka ulete kiumbe ambaye atakayekuja kufanya ufisadi duniani? Ona ilivyoomba majini walifanya uharibifu. Sasa nataka tulete kiumbe mwingine. Akasema Allah akamwambia, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi natambua ile msio yatambua. Basi baada ya hapo Allah kamtuma malaika, akapulizia roho, kumpulizia roho malaika Jibril, kumpulizia roho Nabii Adam. Ile roho ilipitia utosini. Ilipopita utosini, wakati huo Nabii Adam ni fuvu, hakuna mishipa wala nyama wala damu wala maji. Baada ya tukio lile, nyozi roho iliposhuka kufikia kichwani, pale pale kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kichwa kikapata nyama, damu zikaingia na mishipa yote katika kichwa cha mwanadamu. Roho ikashuka ikafika kwenye maeneo ya kifua, nyama zikapatikana,
mkono wa kulia ukapata nyama, mkono wa kushoto. Roho ikashuka kutokea utosini, ilipofika tumboni nyama zikapatikana na mfumo wote wa utumbo ukawa umekamilika, damu, mishipa, maji, kila kitu. Lakini hapo kwenye tumbo ndipo Nabii Adam akaanza kusikia njaa. Ndiyo maana sehemu ya tumbo ni sehemu ya njaa. Lakini baada ya hapo roho ilishuka, ilipoteremka, ilipofika kwa maeneo hapa kwenye magoti, kwenye mapaja, haijashuka chini ya magoti. Bado kwenye magoti ni mifupa, ikiwa ni skeleton, yani ni mifupa tu, haijakamilika. Ilipofika hapa kwenye mapaja, Nabii Adam akatamani kutembea, ndipo ikashuka hii aya ikisema innal insana khuliqa ajula, hakika mwanadamu ameumbwa ni mwenye haraka. Hajamaliza hili anashika hili, kwa sababu anakuwa hajakamilika. Na Nabii Adam alipokuwa hajakamilika akatamani kutembea, hali yakuwa hajakaa sawa, ndipo aya ikasema kupitia sisi baba yetu Nabii Adam, innal insana khuliqa ajula, hakika mwanadamu ameumbwa ni mwenye pupa, ni mwenye haraka. Hajamaliza hili anashika hili. Kunaweza kutana kupitia hili somo mtu akawa anafanya mambo 10, hajafikisha mwisho anashika lingine, hajafikisha mwisho anashika lingine. Haya ni mabaki yaliyopatikana kupitia baba yetu Nabii Adam alayhi salatu wasalam. Hivyo hivyo roho ikashuka. Baada ya kushuka ikamalizia chini ya magoti. Tayari Nabii Adam hapo akawa amekamilika kuitwa mwanadamu na akawa kiumbe hai na kutembea na shughuli zote zikakamilika. Sasa tunaipataje ile aya Mwenyezi Mungu aliposema tumeumba mwanadamu kutokana na udongo, tumeumba mwanadamu kutokana na maji? Aliposema udongo ndio hapa baba yetu Nabii Adam. Na aliposema tumeumba mwanadamu kutokana na maji, lakini asili ni udongo. Sisi tunapitia njia ya maji, lakini asili yetu ni udongo. Kivipi? Tunakula vyakula vya nafaka, mfano mchele ukishapikwa na kuwa wali, maharagwe, kunde, mbaazi, choroko na aina mbalimbali za nafaka. Tunakula samaki, vitu vyenye wanga, vitu vya protini, mihogo, viazi mbatata, maboga, mahore, magimbi, aina ya vyakula mbalimbali. Hivi vyote ukiviangalia, anapokula mwanadamu vinaganyika sehemu 3. Vivyo vinavyoenda katika kiwango cha fati, vinakuwa ni vyakula vya fati, vinaingiza fati mwilini, vinaingiza wanga mwilini, vinaingiza protini mwilini. Lakini baada ya kula vyakula hivi vinachujwa. Vingine baada ya kuchujwa tayari vinaenda katika mfumo kwenda kwenye sukari, kwenye maji, kwenye chumba cha chumvi. Tayari mwanadamu anakuwa chumvi inapatikana mwilini, akitoka na jasho hata kilambalama nasikia la chumvi chumvi. Ni vyakula hivyo vitumia vilivyochujwa vikaenda kwenye mlango na chumba cha chumvi. Vingine tena anaweza katikiwa akajisikia kama asali fulani, sukari fulani, kama vile mtoto akitoa mafua analamba ile ana asili ya sukari. Yote yale ni mmeng'enyo wa chakula, baada ya kuchuja ikaenda kwenye mfumo wa sukari. Ndio maana mtoto atatamani alambe yale mafua kwa sababu ndani yake yana sukari. Sasa haya yote ni vyakula tunavyovitumia vilivyozalika kutoka ardhini. Hata samaki wenyewe tunaona ni samaki, lakini wanaishi ardhini, wanakula vitu vinavyotoka ardhini kule ndani ya bahari na ndani ya maziwa na ndani ya mito. Kwa baada ya hatua hizo, mwanadamu anapokula kile chakula, sasa tunatafuta hii aya pili ya mwanadamu kuwa tayari ametokana na maji. Ni kivipi? Anapokula baba au mama, wale wanandoa sasa, wakishatumia vile vyakula, mwanaume mfumo wake wa uzazi unaenda kutengenezwa kwenye korodani. Baada ya kutengenezwa kwenye korodani, tayari ishakuwa kuwa sawa, na mfumo wa uzazi wa mwanamke unaenda kutengenezwa kwenye ovari. Hapa wima wa nyonga za mwanamke kuna kitu kinachoitwa ovari, ndipo panapotengenezwa mfumo mzima wa uzazi wa mwanamke kwenda kukaa pale. Lakini wanapohitaji kufanya ibada ya mke na mume, sasa kumpata huyu mwanadamu anatokana na maji, lakini asili ni udongo, tayari kwa mwanaume hutoka yakapanda kwenye uti wa mgongo. Anapoyapushi tayari anatokea kwenye uti wa mgongo, na mwanamke naye yule mfumo wa uzazi hutoka kwenye ovari yakaenda kwenye maeneo hapa kwenye mbavu za mwanamke.
pale na yeye anapohitaji, inapofikia ibada ya ndoa, anajisikia, anajihisi sasa, hapa na mimi ninataka kutokwa na kitu ambaye ni maji ya uzazi, na yeye mwanamke, basi hutokea kwenye mbavu za mwanamke. Ndipo Qur'ani ikathibitisha maneno haya ikisema, falyanzur ba'da billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim falyanzur al-insanu mimma khuliqa, atazame mwanadamu ameumbwa kutokana na kitu gani? Khuliqa min ma'in dafiqi, ameumbwa kutokana na maji yenye kuchupa. Kwa nini akaitwa yenye kuchupa? Kwa sababu yanaruka kwa nguvu, yaweze kufika kule kwenye uterus wa mwanamke, kwenye chombo ambacho kinapokea uzazi kutoka kwa mwanaume ambaye ni uterus. Sasa ile fuko la uzazi wa mwanamke, kwa ile mbegu huruka kwa nguvu. Ndio maana Mungu akasema, falyanzur al-insanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiq. Dafiq hapa ni kule kuchupa, kuruka. Yanaporuka sasa ndipo anapoingia kwa nguvu. Wataalamu wetu wanasema huingia mbegu takriban, wengine wanasema milioni, wengine 10,000, lakini ile Allah aliyekhtari ibaki kuwa hai ndio inaibaki kwenye fuko la uzazi wa mwanamke. Zile ambazo hazitaki kubaki, mwanamke pale pale atajihisi, atajibana na hali ya haja ndogo, anajihisi sasa kwenda kuojoa. Anapoenda kwenye haja ndogo, tayari zile ambazo hazitakiwi, anapojisaidia haja ndogo, zile zinatoka, zinazobaki ndizo zinazorutubisha sasa kupata kiumbe hai kule ndani ya fuko la uzazi la mwanamke ambaye ni uterus. Baada ya hapo tayari mwanamke hubeba mimba. Lakini hivyo hivyo hadi mwanamke anabeba mimba, maelekezo anasema inapoingia ile mbegu ya uzazi tayari huchukua siku 40. Siku ya kwanza inakwenda inafanya exchange, kadri inavyozidi kusogea mbele inafanya exchange, kwa inabadilika. Ikifika siku 40 kwenda 41 tayari ndio katika hali ya maji ya uzazi inahama sasa kuanza rangi ya damu. Inachukua tena siku 40 inakwenda, kadri inavyozidi kwenda 40 ile damu inabadilika. Kadri inazidi kubadilika inatoka kwenye ile rangi ya damu inaenda sasa kwenye kuganda, inakwenda mwisho inaanza kunata, kwa maana inakuwa mgandamano. Ikifika 41 nyingine ya pili ambayo inakuwa ni 81, inakuwa ni nyama, inakwenda tena. Baada ya 41 tena nyingine kuingia 120, kinakuwa ni kiumbe hai sawa na siku miezi 4 na siku sana miezi 4 ambayo ni siku 120. Baada ya kuwa sasa kiumbe kimekuwa hai, pale Allah humtuma malaika. Yule malaika anakuja kumwandikia yule mwanadamu aliyeko tumboni, kama atakuwa ni wa kiume, kama ni wa kike. Anachora na umbile lake kwenye macho, kwenye kamdomo, kama mchora ramani mjenga nyumba anavyochora zile alama. Tayari sehemu za vidole, miguu, macho, masikio, tumbo, kama mtu mchora ramani. Baada ya pale tayari hupulizia roho kupitia utosini. Kile kitoto kinaanza kucheza tumboni. Kikianza kucheza tayari mwanamke sasa anaanza kusikia sasa nina kiumbe hai tumboni, kinaanza kucheza. Baada ya pale mwanamke yule anaambia, anashauriwa na madaktari aende sasa kwenye kituo cha afya, kwenye zahanati, kwenye hospitali, akapewa ushauri namna ya kumlea na vyakula atakavyovitumia yule mama, asimwathiri mtoto tumboni, kwa sababu yule mtoto chakula chake kinapitia kwenye kitofu cha mama. Mwanamke akila vyakula vizuri vyenye afya, na mtoto tumboni atakuwa na afya. Akila vyakula visivyokuwa vyenye afya, mtoto tumboni huzorota. Na ndio maana kashauriwa asivute sigara, kwa sababu ile mtoto chakula chake anachokula kupitia mama ni hewa. Kwa ile mama anapovuta sigara au kutumia vitu ambavyo havifai, tayari vinamwathiri ile mtoto tumboni. Anatoka, wengine anazalika ana kifua, wengine ana asma, wengine anazalika amedhofika, ana pumu, hapa anakuwa ni maradhi ya kurithi. Sasa yale yote anashauriwa mwanamke achague vyakula vya kutumia. Pia hata kwenye dawa, angalia asitumie dawa kali zinazoweza kumwathiri mtoto tumboni. Baada ya hapo tayari yule mwanamama, baada ya miezi ile 4 anapewa ushauri, wewe unakuja, tunaangalia maendeleo, tumia chakula fulani, punguza kazi fulani, ili mtoto kama uzazi wake ni mwepesi kwenye mirija ile ya uzazi, isije mtoto akachomoka. Pia anaambia awe msafi kwenye nguo zake za ndani, sababu kuna wale wadudu wa bakteria wanaweza kupitia katika njia yake ile ya mwanamke. Tayari wale wadudu wakaenda kushambulia kile kitoto tumboni, kwenye kile kifuko, kile kisahafu kinacholea. Tayari mtoto wale wadudu akimshambulia akazorota, akanyongonyea, tayari akawa amechomoka, kwa maana ya mimba kuharibika. Ile mimba inakwenda mwezi wa 4, wa 5, ikifika wa 6, yule mtoto kama kitoka
tayari anaweza kazalika, lakini anakuwa ni kitoto kichanga. Pale atahitajika mwanamke atumie malezi ya kukilea, sababu amezaa nje ya wakati, lakini miezi 6. Ikifika mwezi 7 kama amevuka, mtoto hajazalika, inakwenda. Ikifika mwezi wa 8 mawasiliano hukata. Pale mtoto mapigo ya moyo hayapo, pale anakuwa kama ni nusu amekufa ile mtoto. Ndipo pale mwanamke akitoka, mtoto pale hayuko hai, lazima awe amekufa mwezi wa 8. Basi mtoto anaendelea tumboni, akienda ikifika mwezi wa 9 taratibu zinaanza sasa. Kwa ile mtoto anatoka, yule alikuwa amesimama tumboni, kile kizaigoti kiumbilika inakuwa ni kijusi kitoto kidogo, tayari kinatoka huko kwenye wima, kikiwa kimesimama hivi kinaenda kuinama hivi. Kadri miezi inazidi kusogea, anainama, anateremka, anazidi kusogea, anakuja kucheza hapa tumbo, tayari ndio tumbo linakuwa kubwa tayari, kwa sababu kichwa kiko maeneo hapa kwenye kitofu, inakwenda tayari. Baada ya hapo mtoto sasa huelekea kwenye lango la kutokea. Ikifika saa miezi ya kuzalika ile mtoto, miezi 9 na tarehe zimefika kama Allah amekadiria pale. Na hii miezi 9 ni miezi ya kisheria ya mazoea wanawake wengi kuzaa, lakini sheria inasema mwisho wa kuzaa ni miaka 2. Mwanamke anaweza kubeba mimba mpaka miaka 2. Kwa hiyo ikifika ile miezi 9 tayari yule mtoto anatokea sasa, anafika kwenye mlango wa kutaka kutoka. Ndipo Qur'ani kasema ikifika pale Allah anavyoifanya njia ile, anasema thumma sabila yasara, kisha tunaifanya njia ile mwanamke ya kupitisha mtoto inakuwa ni nyepesi kama elastiki. Na wataalamu wetu wamesema, wamefuatilia, ukiangalia sina maana nina nia mbaya hapa, nina njia kufundisha. Wamefuatilia ile Salama Condom kwamba inaweza kaingia ndoo 2 za lita 20 au ndoo 1 ya lita 20, na wakati ukiangalia mpira ni mdogo, lakini ukiweka maji ya lita 10 inajaa, inaingia baada haijajaa. Ukiweka inashindwa kuongezeka kwa sababu kale kanyangaro kikasimamisha hivi kana katika ni elastiki, lakini wanaangalia kama ile elastiki ya condom ni kanyangara kadogo. Sasa ndivyo Allah anavyofanya njia ya mwanamke inakuwa ni elastiki. Mtoto anachotangulizwa pale ni kichwa, akitanguliza miguu mtoto kuna shida, wanaita ni kashindi, anakuwa ametanguliza miguu. Lakini aghlabu sehemu kubwa zaidi mtoto anapozalika anatanguliza kichwa. Baada ya pale kunakuwa kina mama wenye uwezo wa kumzalisha ile mtoto, anatanguliza kichwa, akitanguliza kisha mabega anafuata, kisha ndio anamchomoa. Wakimchomoa wanakata ile kondo. Kuikata ile kondo linapitisha hewa, sasa kukata mawasiliano ili hewa isiishe mtoto akafa. Ndipo anapofunga kwenye kitofu. Akifunga kikubwa kondo linabaki kubwa, akifunga kidogo baadaye linaisha, linabaki dogo la wastani. Hivyo ndivyo mwanadamu kwa uchache mtoto anavyozalika, lakini bado haijatosha. Yule mtoto akizalika kama hajalia, wakina mama madaktari huchukua na kumpiga ili alie. Pale anapozalika kuna kitu ambacho Allah anakuwa hajakiingiza kwa yule mtoto. Akikiingiza ndipo mtoto anashtuka pap, akishtuka ndipo anapoanza kulia. Watu wakina mama wanapiga makofi, anasema alhamdulillah, mtoto amekuwa mzima. Asiposhtuka na kanini, ima anakufa, ima anakuwa ndio bubu, chanzo cha ububu kinapatikana hapo. Hiyo ndio historia fupi ya mtoto anavyopatikana. Lakini la pili katika hili wakina baba sana wanalalamika. Unakuta wengine wanaacha wake zao, mke wangu anazaa sana watoto wa kiume na mimi nataka nipate watoto wa kike, mchanganyiko. Mara wengine wanalalamika, mke wangu anazaa sana wa kike. Kwa nini anazaa sana wa kike? Kumbe mwenye shida mara nyingi ni mwanaume, si mwanamke. Mwanamke kitaalamu ana mayai, mwanaume ana mbegu. Tena kitaalamu mwanamke ana mayai maalum aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, yakiisha hazai tena. Ina mwanaume hata akizeeka baada ataruhusika kuzaa, minadhali awe na nguvu ya kupushi na ile uzazi ufike kule ndani kwenye chumba kinachopokea cha mwanamke ambaye ni uterus. Kifika kule ndani kapokea tayari mbegu hiyo, kama Allah amejalia mtoto huyo atazalika. Kwa hiyo wataalamu wetu wakasema hapana, kuna njia ya kutumia. Kama Mungu akipenda, Allah kajalia siku hiyo mwanamke yai la uzazi liko wazi kupokea mbegu ya kiume, basi mwanaume anashauriwa tumia vyakula vile vya fati, vya wanga, vya nafaka na vinginevyo, samaki, sio hizo nyama zingine, viazi mbatata, chips sio, mikate sio, hivi vyakula vile ambavyo vikichujwa vinaleta uzazi. Basi ukishavitumia vile vyakula, jiziwie mwanaume, usimwendee mke wako kwa muda wa siku 3 au siku 4. Wataalamu anaongeza umefunga, bi maana siku 5 na mke wako katika ibada ya ndoa. Ule mfumo wa uzazi
kwa chakula ulichokitumia kule kwenye korodani au kwenye mise ile au kwenye hawasi, ambaye yote ni majina ya ile mise ya korodani, basi kitakapotengenezwa ile mbegu itakomaa kwa mzunguko wa siku 4, itakuwa imekomaa. Ikishakomaa tayari, utakapomwendea mke wako, kama ndio amemaliza zile siku zake, tayari huwa yai limesogea, linahitaji kupokea. Na kwa nini mwanamke anapata siku zake? Ukiona amepata, kama si ugonjwa, maana yake imekosa mbegu ya kiume, ndio maana inapasuka, anatoka siku zake za hedhi. Kwa maana ile damu ni yai la mwanamke limepasuka, limekosa mbegu ya kiume kukutana ikarutubisha, ndio ikapatikana mtoto, ndipo mwanamke anapopata siku zake. Kwa hiyo wewe mwanaume, baada ya hizi siku 4 unashauriwa mwendee mke wako, lakini kabla ya kumwendea umwandae. Na unaweza ukaenda hata umefanya hivyo ukakosa, kwa sababu utakuwa umeenda haraka. Mwandae vizuri, kwa maana kuna maeneo kimgusa mwanamke anawahi haraka kusisimka na kuwahi sasa kupata na yeye yale maji yake ya uzazi, kwa maana na yeye tena lile yai linasogea karibu na maji yake ya uzazi yanasogea ya mwanamke, tayari akikutana na kwako akapata ujauzito. Lakini unaweza ukafanya hivyo ukamwendea, kwa sababu ukienda kwa haraka mwanamke hajasogea na lile yai hajasogea, hutopata mtoto. Lakini kama utamwandaa kwa kumshika maeneo fulani, ili mwanamke ashawishike kwa haraka, maeneo yake yasogee kwa karibu, na wewe ukienda sasa, baada na wewe kujizuia, ukaona mgusa maeneo mbalimbali, ima masikioni, sehemu ya ofisi za kunyonyesha, maeneo mbalimbali, sehemu za yenyewe, sehemu ya si akina mama, ukajitahidi kumshawishi kwa haraka ili avutike, ili wewe utakapoenda sasa ndipo yale maji yako na ya kwake na yai lake nikutane. Ukifanya hizo kwa taratibu hizo, Allah akisaidia na Allah kama amepanga uzazi upatikane, baada hizi siku 4, mshauri mke wako kabla kufanya tendo hilo. Mke wangu, ikiwa tumemaliza hili jambo, takuomba ulalie ubavu wa kulia. Kama anahitaji mtoto wa kiume, mwambie yule mke wako alalie ubavu wa kulia kiasi cha dakika 15. Yale maji yatasachi, yatakwenda taratibu taratibu, kwa sababu ni mazito, yatakwenda mdogo mdogo kwenye ule mfereji mkondo wake, yataenda kugusa kwenye yai la kike la kiume la yule mwanamke. Tayari mtoto atakayezalika, Allah akijalia kwa njia hiyo na siku hiyo, basi mtoto atakayezalika akipata mimba yule mwanamke, atakuja mtoto wa kiume. Na mwanaume vile vile, ukihitaji upate mtoto wa kike, utajizuia kwa taratibu hizi, uvumilie, uchukue vyakula mbalimbali na ufunge kutoka kumwendea mke wako muda siku 3 au siku 4, hata ukiongeza hata siku 5, ili angalau maji yamekomaa vizuri, yani sio kuna mashaka. Ukimwendea tena, tutamwandaa mke wako, mwambie tutakapofanya ibada hii nahitaji nipate mtoto wa kike, basi mwambie mke wako baada ya tukio lile alalie ubavu wa kushoto. Akilalia ubavu wa kushoto, tayari ile mwanamke akilala kwa muda dakika 30, yale maji yataenda taratibu. Wataalamu wetu wamefuatilia, yale maji yanachukua kiasi cha dakika 30 kufika kwenye yai la upande wa kike, ambaye unapata mtoto wa kike kwa yule mwanamke ambaye ni mke wako. Tayari Allah akisaidia pale, mtoto atakayezalika atakuwa ni mtoto wa kike. Na ukitaji mapacha wawili, kwa maana upate mtoto wa kiume au mtoto wa kike kwa wakati mmoja, basi utaratibu utakuwa hivyo hivyo. Na ungojee vile vile sehemu nzuri anaposema wataalamu wetu, zipo siku tarehe kwamba hizi mwanamke ukikutana naye anaweza kabeba mimba tarehe fulani, ataweza kabeba mimba, ukizifuatilia utazipata. Ninazitaja tu kwa haraka. Kwa ukihitaji hilo, bado nashauriwa wewe mwana baba, tayari mwandae mke wako kwa taratibu hizo, na wewe ujizuie na ule vyakula vyenye virutubisho hivi tulivyokuelekeza, vya nafaka, samaki mbalimbali, vitu ambavyo vitajenga na vitazalisha uzazi, kiwanda cha kupata uzazi wa watoto. Basi ukihitaji hivyo kwa mke wako, baada ya kufunga siku 4-5, humwendei mke wako. Na mke wako kama sehemu nzuri ametoka siku zake, tayari baada ya tukio lile umwandae mke wako. Ukifanya ile tendo, mwambie tutakapokuwa tumemaliza ibada hii ya tendo la ndoa, basi naomba ulalie tumbo na kifua, anyoshe mikono, alalie hivyo amenyosha miguu, asitikisike, yani ajitahidi kama mtu aliyekufa au aliyozimia, bila kutikisika, tumbo likiwa chini, kifua kikiwa chini. Basi baada ya hapo, yale maji ya mwanaume atakapoingia kwenye sehemu ya kike ya mwanamke, kule ndani ya uzazi yatagawanyika vipande viwili. Kipande kimoja kitaenda kulia, tutapata mtoto wa kushoto wa kulia, mtoto wa kiume. Kipande kingine ataenda upande wa kushoto, mtoto atakayempata ni mtoto wa kike. Hapo tutakuwa umewapata
watoto wa kiume na wa kike kwa wakati mmoja, ambaye ni mapacha, lakini kwa muda wataalamu wetu wanaambia mwanamke ajikaze alale muda wa dakika 60 sawa na saa moja, asitikisike. Ikiwezekana hata kiongeza mbele si mbaya, ili kupata uhakika zaidi. Hizo ndio taratibu kwa mukhtasari. Nimependa Waislamu wenzangu tuache, wapo wanawapa taraka wake zao kwa sababu anazaa wa kike sana, wapo wanawapa taraka wake zao kwa sababu anazaa wa kiume sana. Ima mwanamke anaona anaenda kuhaa tena anaacha ndoa yake anaenda kwa mwanaume mwingine apate wa kiume, kumbe taratibu waliziua wako ndani. Ndio maana akasema kama hamjui nendeni mkaulize wataalamu wenye kujua waelekeze, msije mkawa mnazini kisa sababu ni kutafuta mtoto mwanaume anaenda kuzini apate mtoto wa kiume kwa mwanamke mwingine, sio halali yake, kumbe ameacha taratibu alikuwa nazo. Na maelekezo ni hayo kwa mukhtasari, na wanashauri tena, kuna wengine wanashindwa kufika kule kwenye sehemu husika, sehemu ya umbile lao ni dogo, waende tena kwa mashehe na madaktari, zipo njia za kuwasaidia ili uzazi huo unafika kule. Akifanya hivyo uzazi utakuwa ufiki. Ziko kwa njia mbili kwa haraka za mukhtasari. Ukienda kwa haraka ukamvamia mwanamke, yale maji yataishia huku mwanzo, hatafika kule ndani, kwa sababu umeenda mwanamke maji yake hayajasogea. Lakini ukimwandaa vizuri mwanamke akalainika na ukajikaza usimwendee, akijitahidi akikuvuta na kataa, basi utakapokuwa mwanamke sasa ana hali kama mmewezeka kuzimia, ndipo na mwanaume kaujua kumwendea, yale maji tayari ya mwanamke atakuwa ameshasogea kwenye lango karibu na wewe, kwa sababu hufiki mbali sana. Ukiyasogeza yale maji yatakutana ya kwake na ya ilake, tutajalia kupata watoto riziki inshallah.